Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, kwenye hii session nakwenda kuliachia neno la mwaka 2026. Kuteka miji na kumiliki malango. Kuteka miji na kumiliki malango. Roho Mtakatifu amenipa neema ya kulipata hili neno kama neno letu la mwaka, ambalo litatupa uelekeo, ambalo litatupa shabaha, ambalo litatupa assignment ndani ya mwaka 2026. Na naomba nizungumze na wewe kama mtu ambaye umepata neema ya kubarikiwa na hii huduma, umepata neema ya kubarikiwa na utumishi. Lifanye hili neno kuwa neno lako la mwaka. Ruhusu hili neno kuchallenge mtazamo wako. Ruhusu hili neno kukupa kitu fulani cha kufikiri. Ruhusu hili neno kuzaa maono fulani ndani ya moyo wako. Kuteka miji na kumiliki malango. Mtu wa Mungu, unatakiwa kuelewa moja kati ya protocol inayoendesha ulimwengu wa roho ni protocol ya kuteka miji na kumiliki malango. Kwenye ulimwengu wa roho kuna malango ambayo kama hautafanikiwa kuyamiliki, basi yatamilikiwa na adui zako. Na habari mbaya ni kwamba yule ambaye anamiliki malango ndiye anakuwa na uwezo wa kudetect nini kitaendelea kwenye maisha, nini kitatokea kwenye mji, nini kitatokea kwenye ndoa, nini kitatokea kwenye uchumi. Kwa hiyo kama utaruhusu malango yako yaendelee kumilikiwa na adui atakuwa na uwezo wa kuviingiza vitu na kuvitoa kwenye maisha yako. Adui atakuwa na uwezo wa kuprogram nini kitokee na nini kisitokee kwako. Adui atakuwa na uwezo wa kudetect movement za maisha yako. 2026 Mungu ametupa neema ya kuteka miji na kumiliki malango. Na hili neno, mtu wa Mungu, ni neno la kinabii. Ni neno la wakati kabisa kwa ajili ya majira haya, kwa sababu mbele yetu kuna assignment ya kuweza kukaa kwa kimkakati kwenye maeneo ambayo Mungu ametupa. Tuanze kuona faida ya kuwekwa kwenye miji ambayo tupo, faida ya kupatikana kwenye ofisi tunazopatikana, faida ya kupatikana kwenye maeneo tunayopatikana, faida ya kupatikana kwenye point yako ambayo Mungu amekupanda. Kuteka miji na kumiliki malango. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa 17. Mwanzo 22:17, maandiko yanasema, katika kukubariki nitakubariki, na katika kuuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki malango ya adui zao. So kumiliki malango sio kitu kipya. Sio neno ambalo apostle amelidaka tu siku hizi. Sio kitu ambacho kimeanza miaka 2000. Kumiliki malango ni ahadi ambayo Mungu alimpa Abraham kwamba uzao wake, wale watu ambao wataliitia jina la Bwana kwenye majira haya, wale watu wataojitambulisha na wokovu, wale watu ambao watakuwa wanasema sisi ni watu wa Mungu kwenye kizazi hiki, watakuwa na neema ya kumiliki malango ya adui. Maana yake nini? Mungu aliachilia uwezo wa sisi kuweza kutawala dunia. Mungu aliachilia nafasi ya sisi kuweza kufanya maamuzi. Mungu aliachilia neema ya sisi tuweze kucontrol nini kitaendelea kwenye maeneo yetu na nini hakitaendelea kwenye maeneo yetu. Malango ni utawala, malango ni nguvu, malango ni mamlaka, malango ni maamuzi ndani ya maeneo mbalimbali. So ahadi ambayo Mungu alimpatia Abraham kwamba kizazi kitakachokuja kulitia jina langu miaka mingi mbele watapata neema ya kumiliki malango ya adui. Habari za nguvu za giza zitawatisha. Habari za ajenda za shetani hazitawaogopesha, kwa sababu watakuwa na uwezo wa kucontrol malango. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8. Ufunuo 3:8, maandiko yanasema, na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu.
Hii neema, mtu wa Mungu, tunaipata kwa sababu tumelitunza neno la Mungu. Tumelisikia neno lake. Hatujalikana jina lake. Hatujaona aibu kujitambulisha na yeye kama mwamba na wokovu wetu. Mungu anasema ametufungulia mlango mbele yetu na hakuna anayeweza kuufunga. 2026 tutakwenda kuexperience kufunguliwa milango kwenye maeneo mengi. Tutaenda kuexperience kupata fursa, kupata nafasi kwenye maeneo mengi. Tutaenda kuexperience kupata favor ya kuweza kuingia na kutoka kwenye vitu vingi ambavyo vilikuwa vinatushinda. 2026 mtu wa Mungu unatakiwa kuinua matarajio yako. Kama kuna vitu ambavyo vilikuwa vinakushinda, kama kuna mambo ulikuwa unajaribu kufanya yanagoma, kama kuna maeneo ulikuwa unaingia na unashindwa kupata access, kama kuna territory ulikuwa unajaribu kutafuta namba za watu ambao wako hizo territory waweze kuingiza na inashindikana, 2026 neno la kinabii, neno la wakati, neno la majira, neno ambalo linatupa assignment ni kwamba Mungu amefungua mlango mbele yetu. Maana yake Mungu ametufanyia nafasi. Mungu ametupa fursa. Mungu ametupa neema ya kuweza kumiliki na kutawala. Mlango ukifunguka mbele yako, maana yake Mungu amekupa fursa. Mungu amekutengenezea nafasi. Mungu amekupa neema. Mungu amekupa uwezo wa kutawala kwenye huo mji, uwezo wa kutawala kwenye hiyo ofisi, uwezo wa kutawala kwenye hilo eneo la utumishi alilokuita, uwezo wa kutawala kwenye hiyo nyumba, uwezo wa kutawala kwenye hiyo elimu, kwenye hiyo taaluma uliyosomea. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 22, maandiko yanasema akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehoboth, akasema kwa kuwa Bwana ametufanyia nafasi nasi tutazidi katika nchi. Assignment yetu 2026 ni kuweza kuzidi kwenye maeneo ambayo Mungu ametupa neema kuingia. Kama ulikuwa unafanya biashara, sasa ni wakati wa kuanza kufikiria kupanua mipaka ya biashara yako. Kama ulikuwa umeajiriwa, sasa ni wakati wa kuanza kufikiria jinsi ya kupata promotion na kupanda cheo. Kama ulikuwa umekomea kipato cha $500,000, sasa ni wakati wa kuanza kufikiria jinsi ya kutoka $500,000 mpaka $1,000,000 na mpaka $1,500,000 na kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametufungulia mlango. Mungu ametufanyia nafasi. Assignment yetu ni kuweza kuzidi katika nchi. Sasa naomba nikuonyeshe vitu kama 4 kwa habari ya mlango. Mlango maana yake nini? Tunapoongelea mlango, tunaongelea kitu gani? Kwa sababu kuna hatari ya kutengeneza picha ya mlango ambao wewe unaufahamu, unautumia kuingia chumbani kwako, alafu ukajikuta umemiss kile ambacho Mungu anakicommunicate. Kuna hatari ya wewe kuweza kuassume mlango ni huo ambao unaufungua na umeme, alafu ukakosa kile ambacho Mungu anakimaanisha. Mlango maana yake nini? Namba 1, mlango ni fursa za kimungu mbele yako. Tunaposema mwaka 2026 ni mwaka wetu wa kuteka miji na kumiliki malango, maana yake tunakwenda kumiliki fursa za kimungu ndani ya miji ambayo ametuweka. Tunakwenda kumiliki fursa za kimungu ndani ya nafasi mbalimbali ambazo Mungu ametutengenezea. Tunakwenda kumiliki fursa za kimungu kwenye ofisi, kwenye maeneo, kwenye biashara, kwenye taaluma ambazo Mungu ametuweka. Mlango Mungu anaokupa maana yake ni fursa. Fursa ya kufanya biashara, fursa ya kuanza unachotaka kukifanya, fursa ya kufanikiwa, fursa ya kupata matokeo ambayo muda mrefu yalikuwa yanashindikana, fursa ya kupanda kiuchumi, fursa ya kuingia kwenye ndoa, fursa ya kusomesha watoto wako. Chochote ambacho kilikuwa kinashindikana kwako, Mungu anapokufungulia mlango, maana yake Mungu amekupa fursa. Mungu amekupa neema ya kukipata. Mungu amekupa upendeleo hicho kitu kiweze kupatikana kwenye maisha yako. Kwa hiyo mlango ni fursa ambazo Mungu anatutengenezea. Ndio hiki ambacho Isaka anakiongea kwenye Mwanzo 26:22 kwamba kwa sababu Mungu amenifanyia fursa, nami nitazidi katika nchi. Assignment yetu mtu wa Mungu 2026 ni kuzidi katika yale tunayoyafanya.
Kama ulikuwa na vitu ambavyo unavifanya kwa mashaka 2026 na kuagiza, weka nguvu zako za kutosha, weka msisitizo wako wa kutosha, weka shabaha yako ya kutosha, ili uweze kuzidi na kuweza kula unono ambao Mungu amekutengenezea. Mlango manake ni namba 2. Mlango ni nafasi ambayo Mungu anakutengenezea katikati ya watu. Tunapoongelea kwa habari ya mlango, tunaongelea nafasi ambayo Mungu amekutengenezea katikati ya watu. Katikati ya watu wengi, Mungu amekuchagua wewe. Katikati ya wengi ambao wanahitaji hicho kitu, Mungu amekuchagua wewe. Moja kati ya kitu ambacho mtu wa Mungu usisahau kukijua ni kwamba Mungu anatupendelea. Mungu anatupendelea. Kuna Mungu wa wote wenye mwili, Mungu anayewapatia watu wote jua na mvua, Mungu ambaye anaruhusu watu wote waweze kuvuta hewa. Lakini kuna Mungu wa wale wanaoliitia jina lake. Kuna Mungu wa wale wanaojitambulisha katika wokovu. Kuna Mungu wa wale wanaoziheshimu njia zake. Huyu Mungu huwa anatupendelea. Kwa hiyo mlango Mungu akikufungulia, mlango Mungu akikupa, kuteka mji Mungu akikupa, manake Mungu katikati ya watu wengi ndani ya huo mji, upendeleo wake unakuwa juu yako. Kama ulikuwa una struggle kufanikiwa vitu fulani, haswa kwenye vitu ambavyo vina ushindani, kazini, kwenye biashara, kwenye mambo ya uchumi, Mungu anakupa wewe. Hiyo nafasi amekupa wewe. Chochote ambacho kilikuwa kina upinzani, nataka ulichukue hili neno kama neno lako la mwaka. Ulifanye hili neno kama unabii wa wewe kuweza kumiliki na kutawala. Uliamini hili neno, ulishikilia hili neno. Ukiwa unafanya vitu vyako, hili neno liwe akilini mwako kwamba Mungu katikati ya wengi amenichagua mingi. Katikati ya wafanyabiashara wengi amenichagua mimi. Katikati ya wafanyakazi wengi amenichagua mimi. Katikati ya mabinti wengi amenipa mimi neema ya kuingia kwenye ndoa. Katikati ya wanaume wengi amenipa neema ya kufanikiwa. Katikati ya vijana wengi amenipa upendeleo wa kuweza kupata fursa na kupanda kwenye maisha. So Mungu kukufungulia mlango ni kukufanyia nafasi katikati ya watu wengi, kinyume na utaratibu, kinyume na mazoea. Ndio ile Paulo anafika sehemu anasema, na ile neema iliyokuwa kwangu haikuwa bure, bali nilizidi sana kufanya kazi kuliko wao wote. Paulo aliingia kwenye huduma ni kama nje ya muda. Paulo hakupata neema ya kukutana na Yesu. Paulo in fact hakuwa na sifa zinazomwezesha kuwa mhudumu wa Injili, kwa sababu yeye mwenyewe aliwahi kuwa moja kati ya maadui wa Injili. Lakini kwa sababu alifanyiwa nafasi, Paulo alipata upendeleo katikati ya wengine, akawashinda waliomtangulia, akapata kibali kuliko waliowakuta, akafanikiwa kuliko waliomfundisha. So Mungu anapokwenda kutupa neema ya kuteka miji na kumiliki malango 2026, assignment yetu ndani ya miji, tujue kabisa kwamba neema ya Mungu imetudondokea. Mungu ametuchagua sisi kwenye kitu ambacho unachokifanya. Mtu wa Mungu, nataka kuanzia leo uanze kufeel hii hali ndani ya moyo wako. Kama umepata neema ya kuisikia sauti yangu sahihi, nataka uanze kufeel hivi na utambue kwamba Mungu amenichagua mimi. Anza kujiona kwamba Mungu amekupendelea. Anza kujiona kwamba Mungu amekuchagua wewe. Anza kujiona kwamba macho ya Mungu, masikio ya Mungu na upendeleo wa Mungu uko juu yako. 2026 ni mwaka wetu wa kuteka miji na kumiliki malango. Namba 3. Malango au mlango ni access point ya mamlaka. Ni access point ya mamlaka. Kwenye miji ya zamani kulikuwa kuna malango. Na hiyo mfumo sasa hivi mara nyingi kunapokuwa na aidha machafuko au vurugu, jeshi huwa wanarudia hiyo strategy. Huwa wanaweka vizuizi, alafu kuna mahala wanakuwa wamekaa. Maana yake pale walipokaa ndio malangoni. Mtu haruhusiwi kuingia au kutoka bila ruhusa yao. So Mungu anapotupa neema ya kumiliki malango, ya kuteka miji, maana yake Mungu anatupa access point ndani ya mji. Anatupa access point ambazo zinatuwezesha kutawala na kucontrol mambo. Mtu wa Mungu unatakiwa kujua kwenye mji ambao upo kuna access point. Kuna maeneo ukikaa umekaa kwenye maeneo ya mamlaka.
Kuna nafasi ukishika ndani ya hili taifa, umekaa kwenye malango, unakuwa na sauti, unakuwa na uwezo wa kuamuru vitu vitokee. Kuna vitu ukivikamata kwenye mambo ya biashara, umekuwa na access point kwenye hilo soko, umekuwa na access point kwenye hiyo aina ya biashara unayoifanya. So Mungu anapotupa neema ya kuteka miji na kumiliki malango, manake tunapata access point za mamlaka. Kama haukuwahi kuwa na ushawishi, utaanza kuwa na ushawishi. Kama haukuwahi kuwa na sauti, utaanza kuwa na sauti. Kama haukuwahi kuwa na nguvu, utaanza kuwa na nguvu. Kama haukuwahi kuwa na utawala, utaanza kuwa na utawala. Malango maana yake ni kupata access point za mamlaka. Kwa neno lako vitu vinafanyika. Kwa neno lako vitu havifanyiki. Kwa neno lako watu wanaenda. Kwa neno lako watu wanatulia. So Mungu anapotupa neema ya kumiliki malango, maana yake Mungu anakwenda kutufungulia maeneo mbalimbali, anaenda kutukutanisha na watu, anaenda kutuweka kwenye nafasi, anaenda kutupa neema ya kukaa kwenye vitu ambavyo vitatupa access point za mamlaka. Nataka kuanzia sasa hivi uanze kujiona ndani ya fahamu zako kwamba Mungu amekupa neema ya kukaa kwenye maeneo ya mamlaka. Unakumbuka kwa habari ya Esther? Esther alikuwa tu binti ambaye alitokea kwenye familia ambayo baba na mama walikuwa wamefariki. Binti yatima aliyelelewa na mjomba wake. Lakini Esther katikati ya uyatima wake, katikati ya kulelewa na mjomba ambaye naye hakuwa hata na mke, Mungu alimfungulia mlango Esther. Esther akapata nafasi ya umalikia kwenye taifa. Mtu ambaye alikuwa mwisho, ghafla akawa mwanzo. Mtu ambaye hakuwa anatazamwa, ghafla macho yote na watu wote wakawa wanamtazama yeye. Esther akawa na uwezo wa kuinfluence vitu kutokea kwenye taifa. Ndivyo ambavyo Mungu anaongea na mtu mmoja sahi. It doesn't matter umefika wapi kwenye kitu ambacho unakipitia. It doesn't matter umekosa nini. Inawezekana mtu wa Mungu ulikosa elimu nzuri, inawezekana mtu wa Mungu njia yako ya maisha imekuwa na makosa mengi sana, inawezekana mtu wa Mungu umepitia kwenye crisis na matatizo mbalimbali, lakini Mungu anapokufungulia mlango, maana yake Mungu anakupa access point ndani ya mji, anakupa access point kwenye hilo taaluma, anakupa access point kwenye maisha. Mungu anaweza akakupa access point ujue hata kupitia ndoa. Ukajikuta umeingia kwenye ndoa ambayo inabadilisha the rest of your life. So Mungu anapotupa neema ya kuteka miji na kumiliki malango, manake Mungu anatupa nafasi za kuweza kucontrol mambo kwenye vitu ambavyo tumeviingia. Malangoni, namba 4, malangoni ni mahala pa maamuzi. Mtu yeyote ambaye anamiliki malango, maana yake ana uwezo wa kuamua, ana uwezo wa kupanga nini kitokee na nini kisitokee, ana uwezo wa kuruhusu nini kifanyike na nini kisifanyike. So malangoni ni mahala pa maamuzi. Maana yake 2026 tunakwenda kufanya maamuzi ya vitu vingi. Ukimiliki malango, mtu wa Mungu, utakuwa na capacity ya kufanya maamuzi kwenye familia yako. Utakuwa na uwezo wa kulianzisha jambo na jambo likafanikiwa. Utakuwa na uwezo wa kufunga milango ya uharibifu na milango ikafungika. Utakuwa na uwezo wa kuamua nini kitokee kikatokea. So Mungu anatupa neema ya kufanya maamuzi. Na ninatamani mtu wa Mungu, wewe ambaye unajua nyumbani kwenu mambo hayajakaa sawa, ili neno ulichukulie kwa uzito. Kwa sababu 2026 tumepewa neema ya kutembea kwenye power ya kufanya maamuzi. Natamani uweze kufanya maamuzi kwa ajili ya watu wako. Ufanye maamuzi kwa ajili ya familia. Ufanye maamuzi kwa ajili ya wadogo wako. Ufanye maamuzi hata kwa ajili ya taifa lako. Ifike sehemu ujue kabisa kwa kila ninachokifanya kuna kitu kinakwenda kutokea kwenye taifa langu. Kuna mambo yanakwenda kufanyika kwenye taifa yangu. Na vyote vinaamuliwa na nini wewe umeamua kukifanya na maisha yako. Sasa baada ya kukuonyesha mambo 4 kuhusu malango, nataka nikuonyeshe aina 5 za milango ambayo unatakiwa kuiwinda, kuipigania na kuipata kwenye maisha yako. Aina 5 za milango ambayo unatakiwa kuipambania
kuitafuta kwa nguvu zote na kuisaka kwenye maisha yako. Lango la kwanza ambalo linatakiwa kumilikiwa, ambalo unatakiwa kulitaka, ambalo unatakiwa kulipata ni lango la mbinguni. Lango la mbinguni. Lango la mbinguni linatengenezwa na mahusiano ulionayo wewe na Mungu. Unapokuwa kwenye mahusiano na Mungu, lango lako la mbinguni linakuwa wazi. Na lango lako la mbinguni likiwa wazi, kuna vitu tu vitakuwa vinatokea ambavyo utaviona, vitakupa uthibitisho kwamba lango la mbinguni liko wazi. Lango lako la mbinguni likiwa limefunga, kuna vitu utaviona na utakuwa hauna haja ya kusema kwamba na hisi sijui na kuweje. Utakuwa unajua. Lango la mbinguni likiwa wazi, moja, utaisikia sauti ya Mungu kwa wepesi sana. Maombi yako yatajibiwa kwa haraka mno. Utapata neema ya kukubalika kwa watu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu atakuwa amekukubali. Na Mungu akikukubali anakupa neema ya kukubalika ndani ya mioyo ya watu. So unapoona watu wanakukataa, unapoona vitu vyako vimekuwa vigumu sana, unapoona sauti ya Mungu hausikii, hausikii maelekezo, hausikii maonyo, hausikii ushauri, maana yake lango la mbinguni limefungwa. Kitabu cha Luka sura ya 3 mstari wa 21 na 22, maandiko yanasema, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zikafunuka. Lango la mbinguni likafunguka. Nini kikatokea? Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama ua. Sauti ikatoka mbinguni ikasema, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Luka 3:21-22. Maandiko yanatuonyesha kwamba Yesu lango la mbinguni lilimfungukia. Lango la mbinguni lilipofunguka kwenye maisha ya Yesu, akatangazwa kwa watu. Akapata neema ya kuisikia sauti ya Mungu. Akapata uwezesho wa kwenda kuanza huduma na kila kitu kwenye maisha yake. Mara zote unapoona maisha yako yamekuwa magumu, mara zote unapoona sauti ya Mungu huisikii, mara zote unapohisi maombi yako hayafiki mbele zake na yanachelewa sana kujibiwa, unatakiwa kujiuliza, lango lako la mbinguni liko wazi ama limefungwa? Mahusiano yako na Mungu yamekaaje? Ratiba zako za kusoma neno na kuomba zimekaaje? Kama hivi vitu mtu wa Mungu utakuwa umevikata, technically lango la mbinguni litafungwa. Na lango la mbinguni likifungwa, hautahitaji mtu yoyote kukuambia. Wewe utakuwa shahidi wa kwanza kujua kwamba mambo yanaponielekea ni magumu. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 12. Kumbukumbu la Torati 28:12, maandiko yanasema, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kuibariki kazi yako yote ya mkono, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hautakopa wewe. Lango la mbinguni linapofunguka, maana yake unapata neema ya kutofautishwa. Maana ya kukopesha mataifa wengi na sio kukopa, mfumo ambao mataifa wanautumia kuishi ni mikopo. Mfumo ambao mataifa wanautumia kuishi, kufanikisha biashara zao, kufanikisha maisha yao, kujenga, kununua magari ni mikopo. Lakini lango la mbinguni likiwa wazi, maana yake Mungu anakupa neema ya kutofautishwa. Utaanza kuexperience vitu ambavyo wengine kwao ni ndoto. Vitu ambavyo wengine wanaona haiwezekani, kwako vitawezekana. Vitu ambavyo kwa wengine havipatikani, kwako vitapatikana. Vitu ambavyo kwa wengine ni ndoto isiyoshindikana, kwako vinakuwa vinawezekana. Kwa nini? Kwa sababu uko direct connected na Mungu. Hebu fikiria, maandiko yanasema lango la mbinguni ni hazina nzuri ya Mungu. Ni hazina nzuri. Maana yake lango la mbinguni ndio chanzo cha baraka, ndio chanzo cha neema, ndio chanzo cha kibali, ndio chanzo cha wewe kukubalika katikati ya watu. So lango la mbinguni linapokuwa limefungwa, mtu wa Mungu utastruggle. Utapata shida. Utajikuta unapitia wanachopitia watu wengine. Utajikuta unaenda katika uangamivu wanaoenda watu wengine. Utajikuta una struggle mahali ambapo una struggle watu wengine. Kwa hiyo jitahidi kwa kila namna kutengeneza mahusiano na Mungu. Soma neno la Mungu.
hudhuria maombi, sikiliza mahubiri, jifunze kuwa mtu wa Mungu ambaye umetengeneza mahusiano na baba yako. Unapokata flow ya mahusiano na Mungu, lango la mbinguni linashindwa. Hili ni lango ambalo hautalipata kwa kukemea. Mungu hauwezi ukamkemea ili atengeneze mahusiano na wewe, mtu wa Mungu. Mahusiano yanatengenezwa na urafiki. Lazima ujifunze kutengeneza urafiki na Mungu wako. Lazima ujifunze kutengeneza urafiki na baba yako, ili lango lako la mbinguni liwe wazi na maisha yako yaweze kwenda vizuri. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 28:23, unaona nini matokeo ya lango la mbinguni kifungwa. Maandiko yanasema, na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi yako itakuwa chuma. Unapoona mambo yamekuwa magumu kwako, mipango unapanga haifanikiwi, vitu unavianza havipate matokeo, unafanya mambo yana bounce, unaanza vitu vinagoma, unajaribu hiki na kile kinashindikana, ni dalili kwamba lango la mbinguni limefungwa. Fikiria mbingu zako ziwe chuma, mbingu zako ziwe shaba, nchi yako imekuwa chuma. Maana yake kila unachojaribu kukianzisha kinashindikana, kila unachojaribu kufanya kinagoma. Lango la pili ambalo unatakiwa kulimiliki na kulitawala ni lango la mji. Lango la mji. Mtu wa Mungu, mji una malango. Na kama lango la mji halijafunguka kwako, unaweza ukashangaa ukawa na bidii ya kila namna kwenye huo mji ukashindwa kufanikiwa. Napoongelea mji siongelei tu eneo specific, siongelei tu geographical area. Napoongelea mji naongelea nafasi ambayo Mungu amekuweka. Naongelea position ambayo Mungu amekupa neema ya kuingia. Mji wako inawezekana ikawa ni hiyo nafasi ya kulitimiza kusudi. Mji wako inaweza ikawa hiyo ndoa ambayo Mungu amekupa. Mji wako inaweza ikawa hiyo ajira ambayo Mungu amekusaidia kuipata. Mji una password zake. Na kama mji utakuwa umefunga, mtu wa Mungu, kwako, unaweza ukashangaa bidii yako ikagoma, jitihada zako zikabounce, harakati zako zote za kujituma na kuhangaika na kupambana zisikusaidie kuweza kupata matunda. Mungu anapokuweka kwenye eneo lolote, matarajio yake ni wewe uweze kula mema ya nchi. Matarajio yake ni wewe uweze kupata faida. Kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Isaya 1:19, maandiko yanasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Maana yake kila eneo ambalo Mungu anakuweka kuna mema ambayo anataka uyale. Kuna mazuri anayotaka uyapate. Kuna mambo matamu na manono ambayo Mungu anataka uyashiriki. Mtu wa Mungu, hiyo ndoa ulioingia sio chungu kama unavyofikiri. Hiyo taaluma ulioichagua sio ngumu kama unavyodhani. Hiyo biashara ulioichagua sio ngumu kama unavyofikiri. Kuna mema ya nchi yanayotakiwa kupatikana, na kamwe hayawezi kupatikana pasipokuwa na lango la mji kukufungukia. So moja kati ya maombi unaotakiwa kuyaomba ni kuomba Mungu akupe password za kufungua huo mji. Kuomba Mungu akupe password za kulifungua hilo eneo. Kuomba Mungu akupe funguo za kuweza kufungua ili uanze kuexperience mema yanayopatikana kwenye hiyo taaluma, mema yanayopatikana kwenye hiyo biashara, mema yanayopatikana kwenye hiyo ndoa, mema yanayopatikana kwenye hiyo familia uliochagua kuweza kuolewa. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 10, maandiko yanasema, na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe, wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Kuna lango, mtu wa Mungu, la kuingilia mjini. Lango la kuingilia mjini likiwa limefungwa kinyume na wewe, hautawahi kutoboa. Utakuwa na bidii sana, lakini utabaki kwenye mwanzo. Unajua kuna mtu sasa hivi, huu ni mwaka wake wa 3. Kila anapojaribu kupambana kwenye hicho kitu anachokipambania, yuko kwenye hatua ya mwanzo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamuru roho ya kubaki mahala pamoja kwa muda mrefu ikome mahala kwenye maisha yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama vile Bwana alivyowaambia wana wa Israeli, mlivyozunguka mlima huu yatosha, geukeni upande wa kaskazini, ndivyo ambavyo nakutangazia. Ulivyozunguka kwenye hiyo taaluma, ulivyozunguka kwenye hiyo biashara, ulivyozunguka kutafuta hayo matokeo, imetosha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, geuka, elekea kaskazini, ukaione future yako, ukayaone maongezeko, ukazione hatua. Amen.
So, mji unatakiwa kukufungukia. Ni mwiko mtu wa Mungu kuendelea kung'ang'ana kwenye kiwango kimoja kwa muda mrefu. Ni mwiko. Ni mwiko kuendelea kung'ang'ana kwenye hatua moja zaidi ya miaka 3. Ni mwiko. Ni mwiko mtu wa Mungu kuendelea kujitafuta kila siku. Ifike mahala umeseto, umejipata, mambo yanafanya na yanatokea. Unafanya kazi, unaona matokeo. Unaweka bidii na una kitu cha kuonyesha. So, mji una malango. Na kama hautapambana ili malango ya mji yaweze kukufungukia, kama hautang'ang'ana ili mji uweze kufunguka kwako, mtu wa Mungu, unaweza ukajikuta una struggle. Unaweza ukajikuta kila siku wewe umekuwa stranger. Unajua kuna watu toka walipoingia kwenye mkoa fulani mpaka leo yeye ni kama ni mgeni tu. Yeye ni mgeni tu. Fursa wanapeana wenyeji kwa wenyeji. Michongo wanapeana wanaojuana. Mtu wa Mungu, sikiliza, nikupe hii code. Fursa haziendi kwa watu wenye uwezo pekee. Fursa zinaenda kwa watu wenye capacity ya kuzichukua. Unaweza ukaingia kazini ukakuta watu kuna ukabila fulani wanautengeneza. Fursa zinaenda kwa Wachaga peke yao. Fursa zinaenda kwa Wasukuma peke yao. Nini kitakachokupa neema ya kupata vitu ambavyo ni kama kuna mipaka tayari umeshatengenezewa? Ni malango ya mji kukufungukia. Ni malango ya hiyo ofisi kukufungukia. Kwa hiyo haya maombi ya kufungua malango, mtu wa Mungu, usiwe kuyachukulia kwa wepesi. Unatakiwa kupambana. Ukiwa unajua kwamba mambo yasipofunguka, hautapata access ya kumiliki, hautapata access ya kutawala, hautapata access ya kupata faida, hautapata access ya kuweza kumiliki. Kuna watu mpaka leo hawajawahi kujenga. Nakupa code, hawajawahi kujenga. Nini kimefungwa kwao? Nini kimefungwa kwao? Lango la wao kumiliki kwenye huo mji limefungwa. Hautawahi kununua ardhi, hautawahi kujenga mpaka lango la mji liweze kukufungukia. Na moja kati ya vitu unavyotakiwa kuviombea unapokuwa unaombea lango la mji ni kuiombea ardhi. Ardhi ifunguke, ipokee juhudi zako. Ardhi ifunguke, ikupe vitu vyako. Ardhi ifunguke, ikupe nafasi ya kuweza kumiliki na kutawala. Lango la 3 ni lango la tumbo. Lango la tumbo, tunapoongelea lango la tumbo tunaongelea uzazi na ulezi wa vitu. Lango la tumbo ndilo ambalo linakupa neema ya kuweza kuzaa. Linakupa neema ya kuanzisha vitu. Linakupa neema ya kulea vitu. Tumboni mama ndipo ambapo analea mimba mpaka inakuwa. Tumboni ndipo ambapo mtoto anachukuliwa akiwa mbegu, anatoka akiwa kiumbe hai. Kwa hiyo lango la tumbo ni lango la uzazi, maana yake linaanzisha vitu, lakini ni lango la ulezi, linalea vitu. Vitu vinakuwa hai. Lango la tumbo ndio ambalo linatumika kutunza maono. Lango la tumbo ndio ambalo linatumika kutunza biashara. Lango la tumbo ndio ambalo linatumika kutunza mwanzo mdogo mpaka ukafika level ya kukupa faida. Lango la tumbo, mtu wa Mungu, likifunga kinyume na wewe, siku zote utapata hasara. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:4, maandiko yanasema, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wakondoo wa wadogo wako. Tunapoongelea lango la tumbo tunaongelea habari za uzao. Hautapata neema ya kuanzisha biashara, kuanzisha mahusiano, kuanzisha huduma, kuanzisha project na ikafanikiwa kama lango la tumbo limefungwa. Kama kwenu, mtu wa Mungu, kuna rekodi ya vitu kufia mikononi, biashara kufia mikononi, project kufia mikononi, vitu havifikii ukamilifu wake, maana yake lango la tumbo limefungwa. Tumbo linaweza likafungwa likawa tasa, hautawahi kuzaa chochote. Lakini tumbo linaweza likafungwa likawa lina abort mimba. Kuna tofauti kati ya utasa na kuabort. Tumbo likifungwa likawa tasa, maana yake hautakuwa na neema ya kuanzisha chochote. Tumbo halipokei mimba. Hauwezi ukaconceive idea, hauwezi ukaanzisha kitu. Tumbo likiwa lina abort vitu vinaharibika, maana yake vinaanzishwa lakini vinaharibikia njiani. Kwa hiyo unapokuwa unaomba kwa habari ya lango la tumbo, unatakiwa kudili na hii roho ya utasa na roho ya kuabort vitu kuishia njiani. Unazikemea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Angalia, mtu wa Mungu, historia yenu vizuri.
Angalia maisha ya baba yako vizuri, angalia maisha ya mama yako vizuri. Jitenge na hii law ya kutokuwa na matokeo. Jitenge na hii pattern ya vitu kuharibikia njiani. Jitenge na hii pattern ya kutokuwa na kitu hata kimoja. Mtu wa Mungu, ni hatari. Umefika miaka 30 hauna hata kitu kimoja cha kuonyesha kama matokeo yako. Ni hatari sana. Kuna kitu hakiko sawa. Kuna kitu hakiko sawa. Na habari njema ni kwamba Mungu ametupa neema ya kumiliki malango. Na lango ambalo unatakiwa kulifungua kwa nguvu zote ni lango la tumbo. Ili uweze kuanzisha vitu, ili uweze kufanya vitu, ili uweze kuzaa vitu, ili uweze kulea vitu. Hautakuwa na neema ya kulea ndoa, kulea mahusiano, kulea biashara, kulea uchumi, kulea idea, kulea kipaji, kulea watoto kama lango la tumbo limefungwa kinyume na wewe. Lango la 4. Hili linaitwa lango la mpenyo au lango la kuponyoka. Lango la kuponyoka hili linajihusisha na kuwa na neema ya kuipata njia mapema ya kutoka kwenye matatizo. Mtu wa Mungu, unatakiwa kujua kwenye ulimwengu wa roho, sisi watoto wa Mungu, kosa letu sio kuingia kwenye matatizo. Kosa letu ni kukaa kwenye matatizo. Zaburi, Daudi anaongea kwenye Zaburi, anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sio nijapokaa katika bonde la uvuli wa mauti. Kitabu cha Isaya kinasema ukipita kwenye maji mengi nitakuwa pamoja nawe, sio ukikaa kwenye maji mengi. Mungu anapoongea habari za majaribu, Mungu haongei na sisi kwa habari ya kukaa, anaongea na sisi kwa habari ya kupita. Tunapita kwenye majaribu, tunapita kwenye changamoto, lakini hatukai kwenye changamoto. Kwa nini? Kwa sababu mbele yetu kuna lango la kuchomoka, kuna lango la kutoka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni mwiko kukaa kwenye shida ambayo mpaka imefika sehemu imedumu kwako, umeanza kusema huu ugonjwa ni wangu, ili tatizo ni langu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatangaza uhuru wako kwenye kila ugonjwa ambao umefika hatua ya kuubatiza jina kwamba ni wa kwako. Magonjwa yote ya kurithi, magonjwa yote yasiyoambukiza, magonjwa yote ya miguu, magonjwa yote yaliyothibitishwa na madaktari bingwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kamba zilizokushikilia zimekatika. Mlango wa kutokea umepatikana kwa mamlaka ya jina la Yesu. So, unatakiwa kujua kwamba hatudumu kwenye matatizo, tunapita kwenye matatizo. Hatudumu kwenye changamoto, tunapita kwenye changamoto. Lango la kuponyoka linatakiwa lifunguke ili uanze kutoka kwenye shida. Ni mwiko kudumu kwenye shida ya madeni. Ni mwiko kudumu kwenye roho ya kukata tamaa na kuogopa. Ni mwiko kudumu kwenye stress za umaskini miaka yote. Moja kati ya kitu kinachotakiwa kutokea kwenye maisha yako ni vita zako kubadilika. Haitakiwi toka ulipoanza kumjua Mungu mpaka leo unapambana na vita tu ya uchumi, unapambana tu kupata kipato, unapambana tu kupata ada. Hapana, haiko sawa. Kuna kitu hakiko sawa. Kuna siri hujaijua, kuna kanuni bado hujaifanyia kazi. So lango la kuchomoka linatakiwa kufunguka ili uweze kuwa na ability ya kutoka kwenye matatizo mapema. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13, maandiko yanasema, jaribu halitawapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Naomba tuliangalie ile andiko vizuri. Cha kwanza, kuna ahadi ya Mungu kwamba Mungu hata waacha mjaribiwe kuliko mwezavyo. Cha kwanza tunachokigundua kwamba ni kosa la jinai kuwa na tatizo ambalo limekufikisha pointi limekuelemea. Ni kosa la jinai mtoto wa Mungu kusongwa na shida ambayo imekufikisha pointi kwamba umekata tamaa, umefikia mwisho, hauna tena tumaini. Ni kosa la msingi, ni kosa la msingi. Haitakiwi kuwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekupa neema ya kuchomoka kwenye kila matatizo, lakini pia kabla amekupa ahadi kwamba hakuna jaribu litakalokuja litakalozidi capacity yako
ya kuweza kustahimili. Alafu jambo la pili, Mungu atafanya mlango wa kutokea. Huu ndio mlango ambao unatakiwa kuanza kuuomba kwenye kila tatizo ambalo limekusonga. Una changamoto ya kiuchumi, una changamoto ya afya, una changamoto ya kitabia, una changamoto ya kiroho, unatakiwa kuanza kumwomba Mungu, Mungu nipe mlango wa kutokea. Nipe mlango wa kutoka. Maneno yako hayadanganyi. Neno lako linasema kila tatizo linalokuja kwangu halitanizidia na utanifanyia mlango wa kutoka. Haiwezekani nikawa nimedumu kwenye hili tatizo kwa zaidi ya miaka 3. Haiwezekani ndoa yangu ikawa haina amani toka nilipoolewa. Haiwezekani nikawa nimestaki hapa nashindwa kupata mtoto toka ambavyo nimeanza kutafuta. Baba, katika jina la Yesu ninaomba unipe mlango wa kutokea. Mtu wa Mungu, Mungu atakufanyia mlango wa kutokea. Atakuonyesha nani wa kumuona. Atakuonyesha nini cha kufanya. Atakuonyesha njia ya kupita. Atakuonyesha maombi gani unatakiwa kuomba. Atakupa msukumo wa mtumishi wa Mungu nani unatakiwa kumpigia simu. Kila tatizo unalopitia lina solution yake. Kosa ambalo watu wengi limewafanya wadumu kwenye matatizo ni kukosa willingness, utayari wa kuweza kutoka kwenye haya matatizo. Na lango la 5 ni lango la usemi au ushawishi. Kuna watu hawana uwezo wa kujieleza na wao wanachukulia poa. Kuna watu kila kitu wanachojaribu kuongea, aidha watu wanasikia wanaongea pumba au pointi zao hazieleweki. Kuna mtu inawezekana amekosa kazi sio kwa sababu hana uwezo, alishindwa kujieleza kwenye interview. Kuna mtu anakosa fursa sio kwa sababu hazimuhusu, anastahili kupata pengine kuliko kila mtu, lakini kujieleza anashindwa. Kuna mfanyabiashara hauzi. Do you know kwamba kumshawishi mteja na kufanya matangazo ni mazungumzo? Lazima uwe na kauli. Lazima uwe na neema ya kuikamata mioyo ya watu. Lazima watu wayapokee maneno yako na kuyasikia. So, moja kati ya mlango ambao Mungu anatakiwa kukufungulia ni mlango wa ushawishi au mlango wa usemi. Hautawahi kuanza kupata watu wanaokusikia, watu wanaokuamini, watu wanaokufuata mpaka mlango wa usemi umefunguka kwako. Kwa hiyo moja kati ya ombi unaotakiwa kulidai, kulikamata, kuliomba kwa nguvu ni mlango wa usemi uweze kufunguka kwako. Kitabu cha Wakolosai 4:3 maandiko yanasema, mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Paulo sio tu kuwa alikuwa anahubiri kwa sababu alikuwa anaweza kuongea. Kuna lango la usemi lilikuwa limefunguka kwake. Ndio maana unaweza ukaona kila alichokisema mpaka leo kinaishi. Kwa nini? Kwa sababu lango la usemi lilikuwa limefunguka kwake. Mtu wa Mungu, haya mambo niliyokupa, haya mambo niliyokupatia, unatakiwa kuyafanyia kazi. Haya mambo sio tu mambo ya kusikia alafu unayaacha. Haya mambo ni mambo unatakiwa kuyafanyia kazi. Haya mambo yanatakiwa kukuwajibisha. Haya mambo yanatakiwa kukupa assignment ya kuweza kufanya. Haya mambo yanatakiwa kuyatengenezea maombi. Malango hayafunguki kwa sababu umetamani tu yafunguke. Malangoni huwa kuna vita. Adui anaweza akaficha milango yako. Adui anaweza akakuzuia kwenye milango yako. Adui anaweza akakunyong'onyeza kwenye milango yako. Adui anaweza akakuchafulia milango yako. Kuna upinzani ambao siku zote unapatikana. Na kanuni ya ulimwengu wa roho, mwenye nguvu ndiye ambaye anapata matokeo. So, kwa kumalizia, nichukue fursa hii kuweza kukaribisha kwenye fellowship yetu online, Kingdom Community Fellowship. Tumepata neema ya kuweza kuanzisha hii fellowship mtandaoni na tulianza mwaka jana 2024 kama utani, lakini 2025 imekuwa na kasi kubwa sana. Utapata neema ya kushiriki maombi, utapata neema ya kujifunza neno. Mtu wa Mungu, ninaamini kabisa Mungu amenifungulia mlango wa kuwafikia watu ambao wanahitaji msaada, watu ambao wanahitaji neno lake na wanataka kupata nafasi ya kuweza kuomba. Kuna watu wengi ndani ya hii space ya Kingdom Community wenyewe wanasema kwamba walikuja hawajui kuomba,
Sasa hivi wanaweza kudumu lisaa, nusu saa wanaomba. Walikuja hawana mzigo wa kulisoma neno, sasa hivi wanalisoma neno na linaeleweka kwenye maisha yao. Kwa nini uangamie na msaada upo? Kwa nini upotee na Mungu alikuletea watumishi wanaweza kukusaidia? Mtu wa Mungu, tumia hiyo namba ya simu ambayo unaiona hapo kunitafuta. Nikuunganishe kwenye hili grupu tuweze kupata neema ya kuomba pamoja, kwa sababu kuanzia tarehe 5 mwezi wa kwanza tuna mfungo wa siku 21. Tutafunga na kuomba, na kila siku tutakuwa na kitu specific tunachokiombea. Tunaamini sana kwa habari ya 20 na 26 kutembea katika neema ya ajabu, matokeo na ubora usiokuwa kawaida. Mtu wa Mungu, be blessed. Paka tutakapokutana kwenye session nyingine, endelea kubarikiwa.